إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فالعياذ بالله من البدع الضلالة. اللهم آمين. Ndugu zangu katika imani, ningependa kuchukua fursa hii kutanguliza mada ambayo anwani yake ni ikhtilafu na sababu za kukhtilafiana Waislamu. Ni mada muhimu ambapo wanachuoni somo la ikhtilafu wanaliita fiqhul ikhtilaf au fiqhul khilaf, kwamba ni muhimu Muislamu ajue kwamba katika dini, maadamu watu wanajikusanya kwa ajili ya dini, basi ni lazima kutakuwa na ikhtilafu katika ufahamu wa dini, ambao ikhtilafu hizi zaweza zikapelekea imma watu kuishi kwa wema na kwa radhi za Mola, au kuishi kwa ubaya ikawa ni sababu kukosa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ndugu zangu, mada hii ni muhimu kwa sababu mbali ya hizi ikhtilafu walizokuwa nazo Waislamu kugawanyika makundi zaidi ya 73, imekwenda mpaka lile kundi tarajiwa ambalo wanachuoni wameliita ahlus sunna wal jamaa, kundi lenye kufuata mwenendo wa mtume na kushikamana na umoja. Nalo pia hivi sasa limeelekea kuanza kufanya ikhtilafu zile tutakazoona katika muhadhara huu ambazo hazikubaliki na kufikia kufanyiana uadui baina yao. Utaona kinyume na mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu na mtume wametutaka tuwe wamoja na wametukemea sana kukhtilafiana Waislamu. Kwa hiyo ni muhimu kupata kujua japo elimu ya msingi ya mambo ya ikhtilafu katika Uislamu, na kujua baadhi ya sababu ambazo zinapelekea watu kuachana katika baadhi ya masaili ya kidini. Kitu cha kwanza ndugu zangu katika imani ambacho tungependa kukifahamisha ni jambo la ikhtilafu. Ni jambo ambalo tumeumbiwa nalo wanadamu, jambo lilokadiriwa au tumeliunda sisi. Kweli wa majambo ndugu zangu, kwa mujibu wa aya iliyoko katika surat Hud aya 119 na 118, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walau shaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida, lau kama Mwenyezi Mungu angelipenda basi angejalia watu wote kuwa ni umma mmoja, umma ulioshikamana watu wote. Kisha akasema, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, lakini wataendelea kukhtilafiana wanadamu isipokuwa yule ambaye Mwenyezi Mungu amemrehemu. Walidhalika khalaqahum, kwa hilo amewaumbia. Hapa wafasiri kama vile mwanachuoni Ibn Kathir rahimahullah ananukulu kauli ya wema waliotangulia, kauli ya Abdullah ibn Abbas, mfasiri katika masahaba mkuu. Anasema maana ya walidhalika khalaqahum, kwa hilo amewaumbieni, ay lil ikhtilafi khalaqahum, amewaumbeni kwa ajili ya kukhtilafiana, ili mukhtilafiane. Na hii pia mwanachuoni al-Hasan al-Basri amenukuliwa akitoa tamko hili kwamba maksudio ya aya hapa kwamba Mwenyezi Mungu angelipenda angejalia umma watu wote kuwa kitu kimoja, lakini wataendelea watu kukhtilafiana ila yule aliyerehemewa na Mola. Kwa hilo ndivyo alivyowaumba Mola. Sasa kauli ya kwanza ya mwanachuoni sahaba Abdullah ibn Abbas sasa, kwa ikhtilafu amewaumba, kwa maana watu watabaki wanakhtilafiana, ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu amelikadiria, amrun qadariyun kauniyun, jambo ambalo mwataka hamtaki mtakhtilafiana. Kauli nyingine, riwaya ya Abdullah ibn Abbas huyo kasema maana walidhalika khalaqahum ay lirrahma khalaqahum,
amewaombeni kwa ajili ya rehma, ili mpatane, ili muwe kitu kimoja. Sasa tutaoanishaje kauli mbili hizi? Kauli ya kwanza ya wafasiri kwamba Mwenyezi Mungu katayari kawaumba, kakadiria watu wakhtilafiana, watu wataendelea. Na kauli nyingine ni rehma, kwa ajili ya rehma, mkusanyiko, umoja, ndio amewaombeni. Wanasema kauli mbili hizi hazigongani, kwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu amekadiria watu wakhtilafiane, lakini hapendi watu wagombane wakhtilafiane. Kalikadiria, lipo. Kama vile alivyokadiria mfano kuwepo kwa nguruwe, halafu akawaambia Waislamu msile nguruwe. Kataka kwa mashia yake qadaria, kwa mashia yake, matakwa yake ya qadar, ametaka kuwepo nyama ya nguruwe. Lakini kwa mashia ya kisheria hakutaka watu wale nguruwe. Kwa hiyo anasema hakuna ikhtilafu ya kauli mbili hizi, kwamba watu wameumbwa watakhtilafiana, lakini Mungu hapendi ikhtilafu. Na dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi ikhtilaf ni baadhi ya aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazotoa ishara ya kwamba Mwenyezi Mungu hapendi mambo ya mtafarruq, ikhtilaf, hapendi. Anataka watu wawe kitu kimoja. Ni aya mashuhuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surat Ali Imran aya 103 anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kuna amri na katazo. Amri ya kushikamana, shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu nyote kwa pamoja, na kuna katazo wala msifarikiane. Kwa hiyo inaonyesha Mwenyezi Mungu anapenda mshikamano, anapenda umoja, na hapendi mtafaruku. Vile vile aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surat Ali Imran tena anasema wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu, msiwe kama wale ambao wamefarikiana, kutalafiana, min ba'di ma ja'ahumul bayinat, baada ya kujiwa na uongofu. Msiwe kama watu hao wamekhtalafiana wakafarikiana baada ya kujiwa na uongofu. Ulaika lahum adhabun adhim, hao ni wenye adhabu kali. Kwa hiyo inaonyesha ikhtilafu, iftiraki na sababisha watu hatimaye kuadhibiwa adhabu kali. Vile vile katika aya nyingine suratul An'am anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, hakika wale waliofarikiana wakafarikisha dini yao wakawa makundi makundi, wewe si pamoja nao. Kuonyesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yuko pamoja na umoja, kundi la watu wengi liliokuwa limeshikamana. Ama watu wenye kufarikiana katika dini, hawa hawako pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi anasema yadullahi ma'al jamaa wa man shadha fi an-nar, mkono wa Mwenyezi Mungu uko katika umoja, kundi la pamoja, na mwenye kujitenga basi ataingia motoni. Jambo ndugu zangu la kuwa watu watakhtilafiana nalo pia alibashiria mtume kwamba litakuwepo. Katika hadithi mashuhuri ya Irbad ibn Sari radhiyallahu anhu, hadithi sahihi, mtume anawaambia waislamu kwa ujumla na masahaba hasa zama zake, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi katika nyinyi atakuja kuona ikhtilafu nyingi mno. Mtume akawaelekeza makhraj, njia ya kutokana na ikhtilafu, akawaambia wa alaikum fa alaikum bisunnati, shikamaneni na mwenendo wangu, wa sunnatil khulafa'ir rashidin almahdiyin min ba'di, shikamaneni na mwendo wa masahaba wangu wa khalifa waongofu waliokuja baada yangu. Kisha akasema adhu alaiha bin nawajid, shikamaneni nao mwenendo wangu mfano wa kushikamana na kitu katika meno yako ya magego. Shikamaneni na sunna katika meno ya magego, mkishikilie kikole kweli. Kwa hiyo haya makhraj, watu wanaokhtilafiana warudi katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile katika hadithi nyingine ambazo mtume alibashiria au aliashiria kupatikana makundi bali ndani ya safu mpaka za Waislamu, ni pale sallallahu alaihi wasallam aliposema wasataftariku ummati ila 73 firqa kulluhum fi an-nari illa wahida,
na watakuja kugawanyika umati wangu makundi 73, au mila yangu ya Kiislamu makundi 73, wote wataingia motoni isipokuwa kundi hili moja. Maneno haya aliyasema baada ya kutaja habari za Mayahudi na Manasara kwamba ftarakat yahuda ila 71 firqa, wamekhtalafiana Mayahudi katika makundi 71, واختلفت النصارى الى 72 فرقه, na wamekhtalafiana Manasara wa Kristo katika makundi 72. Kisha akasema na yatakhtilafiana makundi yangu yatakuwa makundi 73, yote yataingia motoni isipokuwa kundi hili moja. Wanachuoni kundi hili wanalita al-firqatun najia au al-firqatul mansura, ni kundi okovu au kundi lenye kunusuriwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliashiria pia alama za kundi hili. Riwaya moja akasema humul jamaa, ni wale wanaoshikamana na umoja. Wengine wamefasiri kwamba ni wale walioshikamana na mwenendo wa masahaba vile vile, na vile vile riwaya nyingine ni wale ambao wanasema sallallahu alaihi wasallam alladhina mithlu ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni wale ambao watakuwa kama nilivyo mimi leo na masahaba zangu, kwa upande wa itikadi, upande wa muamala, maisha yao wanavyoishi yote kwa ujumla, wawe wanaishi kama nilivyoishi mimi na masahaba zangu, wawe na itikadi kama nilizokuwa nazo mimi. Hao ndio wanachuoni wamesema ni sifa. Kundi hili sifa yake ni lile ambalo linakwenda sambamba na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hilo ndio al-firqatun najia au pote okovu. Ndugu zangu katika imani, swala la kukhtilafiana baina ya Waislamu lipo, ila wanachuoni wamegawa ikhtilafu baina ya Waislamu juu ya masaili ya kidini. Tunazungumzia masala ya kidini, sio ikhtilafu za kugombana katika mambo ya kidunia. Haya yataendelea kuwepo na haya ya dini yataendelea kuwepo vile vile, isipokuwa masala ya dini, ikhtilafu katika dini wanachuoni wameyagawa katika sehemu mbili. Hili jambo muhimu yatakiwa tuzingatie. Kuna ikhtilafu ambazo wanasema ni zenye kukubalika, au wanaita ikhtilaf at-tanawwu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jumla ya mafundisho yake jambo hilo hilo kalifundisha mafunzo ya aina mbili. Funzo hili tofauti na hili, pana ikhtilafu hapo. Kwa hiyo ikhtilafu hiyo inaita tanawwu, kwa maana mtu mwenye kufanya jambo hili ni sawa, akifanya jambo hili ni sawa. Hiyo wanaita ikhtilafu yenye kubalika, ikhtilafu ya nini? Tanawwu. Katika mifano ambayo wanachuoni wanaitoa juu ya ikhtilafu namna hii ambayo ilijitokeza zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaagiza masahaba kuwaambia maneno yafuatayo: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al-asra illa fi bani Qurayza, mwenye kuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho basi asiswali mmoja wenu swala ya alasiri isipokuwa katika viwanja vya Bani Qurayza. Mayahudi, ilikuwa Mtume kapanga masahaba wende wakawashambulie Mayahudi waliokuwa wakiishi Madina, sehemu inaitwa Bani Qurayza. Kawaambia asiswali mmoja wenu alasiri isipokuwa huko. Bahati mbaya hawakuwahi kufika ila wamedirikiwa na wakati wa swala ya alasiri wakiwa njiani. Pale sasa ulipowadia wakati wa swala ya alasiri, pakawa na ufahamu wa aina mbili walivyomuelewa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya amri hii. Kuna ambao waliona kwamba maadamu Mtume katuamrisha tena kwa sigha ya amri taakid, ametukokoteza kwamba lazima tuswali swala ya alasiri Bani Qurayza hata tukichelewa, hata wakati wa swala ukipita lazima tukaswali huko. Kuna wengine wamemuelewa tofauti bwana Mtume, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam lengo lake ilikuwa tuharakishe, lakini pamoja na kuharakisha huku wakati wa swala umewadia. Kama vile wanasema kwamba Mwenyezi Mungu ametuambia inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakika swala imewekewa wakati maalum. Vipi twende tukaswali alasiri Bani Qurayza baada ya wakati wa alasiri? Lazima tuswali wakati huu. Kwa hiyo wakagawanyika sehemu mbili,
kuna kundi likaamua kuswali na kundi likaamua lende likaswali Bani Quraidha. Kweli lile lilokwenda Bani Quraidha lilichelewa, ikawa wakati wa magharibi umeingia ndio wao wanafika. Kwa hiyo wakaswali alasiri na wakaswali magharibi wakati wa magharibi. Ama wale walikuwa tayari wameshaswali swala ya alasiri. Kwa hiyo sasa ikawa ni utata juu ya fatwa mbili hizi, ni nani aliyepatia. Wote wakamwendea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya tukio hilo kutaka kujua ni nani yuko sawa. Riwaya inasema ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yu'annifu hadha wala hadha, hakulikosoa kundi hili wala kundi hili, kwa maana walioyafanya yote ni sawa. Ufahamu walioupelekea kufanya maamuzi haya ni sawa katika dini, hakuna ugomvi. Nyinyi mlivyoelewa hivi ni sawa, mlivyoelewa hivi ni sawa. Vile vile jambo jingine ambalo lilijitokeza zama za Mtume, wanachuoni walitolea kama mfano wa ikhtilafu hizi ambazo wanaziita tanawu, ni sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasimulia, qala sami'tu rajulan qara'a ayatan sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafaha. Abdullah ibn Mas'ud anasema nilimsikia mtu mmoja akisoma aya katika Qur'ani, aya ambayo mimi nimemsikia anasoma tofauti na mimi nilivyomsikia Mtume akinisomesha alipokuwa akisoma. Kwa hakika jambo hili limpelekea ashangazwe na ashtushwe. Vipi huyu aisoma vingine kiraa hiki na mimi nimesikia hivi kutoka kwa Mtume tofauti na kiraa hiki. Kwa hiyo alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumshika yule bwana mkono. Abdullah Mas'ud kamshika yule bwana mkono, akaenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuelezea hiyo habari. Mtume akamjibu hivi au akawajibu hivi wote wawili, kilakuma muhsin, nyote wawili mmepatia, nyote mko sawa, kiraa hiki ni sawa, kiraa hiki ni sawa. Halafu yule aliyepokea aliyekuweko sahaba Shu'ba anasema adhunhu qala la takhtalifu fa inna min qablikum ikhtalaf fahalaku. Pia nadhani Mtume alisema maneno haya baada ya kuambia kila mmoja wenu kapatia, akawaambia msikhtilafiane, kwani waliokuja kabla yenu walikhtilafiana wakaangamia. Kwa nini Mtume kasema hivi? Kwa sababu katika Qur'ani kuna viraa, visomo ambavyo Mtume kafundisha. Qur'ani imeshuka katika herufi 7, kwa maana lahja 7 za lugha ya Kiarabu. Sasa Abdullah ibn Mas'ud alisikia lahja moja au qiraa kimoja alichosomesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya ile ile akaisikia imesomwa vingine. Kumbe Mtume wakati mwingine alifundisha tofauti na alivyofundisha vile. Qiraa ni kile lakini kimekhtalafiana katika matamshi kutokana na lahja. Sasa mambo haya wanachuoni wanaita ni ikhtilafu ambazo ni tanawu, kwamba hapana ugomvi hapa katika ikhtilafu hizi, ni mambo yanayokubalika. Aina ya pili, au kabla ya kuelezea aina ya pili, pia katika kuzidisha mifano ambayo itafanya tuelewe maana ya ikhtilafu za tanawu, tusije tukaona mwenzetu afanya kinyume na vile tulivyozoea tukamfanyia uadui ikawa ni sababu ya farka. Baadhi ya wanachuoni wanazungumzia katika viraa vile vile katika suratul Fatiha. Kuna viraa viwili katika suratul Fatiha pale Mwenyezi Mungu aliposema maliki yaumiddin. Kiraa cha kwanza kimekuja malik kwa maana ya kuvuta alif baada ya mim, na kiraa cha pili kimekuja maliki yaumiddin bila mim alif, maliki yaumiddin. Viraa vyote vimesikika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anajua ikhtilafu hizi ambazo ni tanawu, hana ugomvi. Akimkuta imamu kaleta hiki siku moja maliki yaumiddin, sawa, na ndio tuliozoea viraa vyetu hivi. Akija kusema maliki yaumiddin, hakuna kukosoa. Kwa nini? Kwa sababu kiraa hiki kimethibiti na kiraa hiki kimethibiti. Vile vile katika jumla ya ikhtilafu ambazo wanaziita tanawu ni hii sigha ya tashahudi au Kiswahili tunaita tahiyatu. Mtume alifundisha tahiyatu katika sigha mbalimbali. Alivyokuwa na baadhi ya masahaba aliwafundisha tahiyatu hii au tunaita tashahudi kwa sheria. Alipokuwa na sahaba huyu akamfundisha hivi, akamfundisha huyu hivi, akamfundisha huyu hivi. Kuna sigha ambazo mwanachuoni Sheikh Nasiruddin al-Albani katika sifa ya sala aliyoandika kitabu hicho amezitaja hizi.
kuna tashahudi ameita ni tashahudi ya Abdullah ibn Mas'ud, kuna tashahudi ya Saidna Umar bin Khattab aliofundishwa na Mtume, kuna tashahudi ya Abu Musa al-Ash'ari, kuna tashahudi ya mama Aisha radhiallahu anha. Zote hizi ukileta wewe sahihi, akileta hivi mtu sawa, akileta hivi sawa, zinaitwa ni ikhtilafu nini? Tanawu. Vile vile mfano mwingine wanachuoni wanatoa ikhtilafu tanawu, kunyanyua mkono wakati wa takbira ya ihram, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kafundisha sigha mbili namna ya kunyanyua mikono wakati unaingia kwenye swala, wanaita takbira ya ihram. Kuna kunyanyua mkono kuweka hapa usawa mabega, Allahu akbar, sawa. Kuna kuleta mikono au kunyanyua mikono usawa masikio, Allahu akbar, sawa. Yote mawili aliyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenye kuleta hivi sawa, mwenye kuleta hivi sawa, na chuoni wanaita ni ikhtilafu at-tanawwu. Aina ya pili ya ikhtilafu wanachuoni wanaita ni ile ikhtilafu ambayo kauli moja inapingana na nyingine na hukumu pia zinapingana. Hili tendo hili linahukumiwa kwa kauli hii ni haramu, kwa kauli nyingine linaambiwa ni halali, tendo hilo hilo moja. Ikhtilafu hii wanachuoni wanaita ni ikhtilafu tadad, ikhtilafu za hukumu zenye kugongana. Na ikhtilafu hizi ni kwamba kana ninavyosema mfano kwamba jambo hili moja wanachuoni wanaliona ni haramu, kuna wengine wanasema ni halali. Kwa hiyo ni hukumu mbili zinagongana, ndio maana wakaita ikhtilafu at-tadad, zinagongana. Sasa hizi wanachuoni wamezigawa ikhtilafu tadad katika aina mbili. Hizi ikhtilafu za kugongana, huku sawa huku si sawa, huku haramu huku halali, wamezigawa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza wameita ni ikhtilafu saighi ghairi saighin madhmum, ni ikhtilafu isiyokubalika ambayo imekemewa na kugombeshwa katika sheria ya Kiislamu. Yani hapa sasa isingepaswa kauli moja iwe inakubalika, haikubaliki kabisa. Huyu aliyeleta kama ni jambo ni halali, yeye akaharamisha, kauli hiyo inakataliwa kabisa. Hakuna msamaha wa kusema basi hii ni kauli nayo tuiheshimu. Kauli hiyo haiheshimiwi, ni madhumum, imekemewa, imegombeshwa, imetusiwa, haikubaliki hiyo. Wanachuoni wengi ikhtilafu hii wanaita ni katika mambo ya usul au mambo ya misingi, mambo ya mashina, lakini iliyo sahihi ni kauli inayokhalif nususi. Wakisema nususi yani aya au hadithi zilizo wazi, au ijmaa ya wanachuoni ambayo ni iko wazi, haina utata. Ijmaa hiyo, mkusanyiko wa wanachuoni wote wa Kiislamu wamekubaliana juu ya jambo hili ni halali ni haramu. Halafu wewe uje useme kama ni wamesema halali wewe wasema haramu, au wanasema ikiwa limehukumiwa kwa qiyasun jali, ulinganisho uliokuwa wazi kabisa. Ikhtilafu hii wewe ukipinga aya iliyokuwa wazi, hadithi iliyokuwa wazi, basi waambiwa wewe ikhtilafu yako hiyo haikubaliki, imegombeshwa. Aya imeharamisha mfano pombe, wewe wasema pombe sio haramu, haiwezi kukubalika. Hata uwe ni mufti una vilemba mpaka mbinguni, hakuna mtu katika mwanachuoni aliyediriki kusema pombe ni halali au kamari ni halali mfano, au zina ni halali. Sasa akija mtu ajiita shekhi atoa kauli hiyo ambalo ni jambo ambalo limekubaliwana kwa wanachuoni kwa mujibu wa kitabu na sunna na ijmaa, kwamba ni haramu, halafu aje mtu sasa kuna kauli ya pili inasema hivi, hiyo ikhtilafu hiyo haikubaliki tena, inagombeshwa kabisa. Iwe ikhtilafu hii iwe ni katika mambo ya itikadi au iwe mambo ya kifikhi ya muamala. Kuna baadhi ya wanachuoni wanasema mambo ya ikhtilafu ambazo hazikubaliki ni katika mambo ya itikadi tu, lakini wanachuoni wasema kauli iliyokuwa sahihi ni kwamba hata katika mambo ya muamala ya kifikhi vile vile. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mwanachuoni anayesema kwamba asiyeswali kwa makusudi kwa kukanusha swala kwamba muislamu ni kafiri. Mambo ya ibada haya watu wanayafanya. Kwa hiyo yawe ni mambo ya itikadi au ya muamala na nini, kama ikiwa mtu kakhalifu, awe ni shekhe ni nani, kakhalifu jambo ambalo liko wazi ndani ya Qur'an na Sunna na ijmaa wanachuoni, ikhtilafu yake, kauli yake inatupiliwa mbali, haikubaliki. Mtu anaweza kufurishwa kwa kupinga mfano wajibu wa swala. Swala sio wajibu bwana, huyo ni kafiri. Mtu anasema saumu ya Ramadhani sio wajibu, huyo ni kafiri, si muislamu. Kwa ufupi wanachuoni
wanasema kwamba yeyote anaweza kukufurishwa kwa kupinga mambo ambayo ya misingi, al-usulul ijmaliyah, kama vile al-imanu billahi. Ikawa mtu anapinga kumwamini Mwenyezi Mungu, kwa maana nyingine akawa anakiri kwamba kuna miungu zaidi ya mmoja, huyo hawezi kukubalika ikhtilafu yake. Au mtu ambaye haamini malaika au akanusha mmoja wa malaika, mfano Jibril, hawezi kukuambiwa ikhtilafu yake inakubalika hata awe shekhe. Kwa nini? Kapinga mambo yako wazi kabisa ndani ya Qur'ani na sunna ya bwana mtume. Vile vile kusema kukanusha baadhi ya vitabu vya Mwenyezi Mungu, ima ni Qur'ani au Injili au Zaburi au Taurati, anakanusha, au suhuf Ibrahima wa Musa, na kabisa hakuna vitu hivyo. Sisi tunatakiwa Waislamu tukubali kwa ujumla Mwenyezi Mungu ana vitabu ambavyo kuna vitabu alivyovitaja mashuhuri, vitabu vinne hivi, na suhufu za Ibrahima na Musa. Tuambiwa tukubali kwa ujumla, tuikubali na Qur'ani yetu hii. Sasa mtu akikanusha kimoja tu basi, hata ajiite Muislamu namna gani, huyo ametoka katika imani, ametoka katika duara la Uislamu. Sasa hapa kwa ujumla kuna makundi ambayo yanajiita ni Waislamu, yamevunja mambo haya kimsingi, yamekataa zile nususu sariha za wazi kabisa, na yanaingia makundi mengine kama vile ashabu wahdatul wujud. Kuna makundi yalikuweko ambayo fikra zake mpaka leo zipo. Wao katika maana ya tauhidi ni kwamba wanasema hakuna kilichopo mbinguni na ardhini ila ni Mungu mmoja tu. Sisi viumbe vyote ni Mungu, mbwa, paka, wote ni Mungu. Wahdatul wujud, hakuwezekani kupatikana kuwepo kwa vitu zaidi ya kimoja. Kitu kimoja ni Mungu tu basi. Kwa hiyo sisi sote ni miungu, mbwa, paka, nguruwe, wote ni Mungu. Wana itikadi namna hiyo. Hawa wametolewa katika Uislamu, ghulati. Wana fikra ambazo za kuchupa mpaka. Vile vile kuna ghulatu sufia, ni hawa watu wa matarika ambao wanaitakidi mashekhe wao na kuwapa sifa za uungu. Mtu anamwamini Abdul Qadir Jailani kwamba anaweza kumtibu maradhi yake, anaweza kumuondolea shida zake, anaweza kumfariji, anaweza kumlinda, kafanyaje? Na watu wajengwa na itikadi kwamba mtu akienda kuzika ndugu yake, basi mkimsomea talakini, mkitaja jina la Abdul Qadir Jailani, basi mtu haadhibiwi kaburini. Basi wanajenga itikadi, na hawa watu wanaitwa maghulati, wanatolewa kabisa kwa sababu ikhtilafu zao ni tadad ghairi sahi, hazikubaliki kabisa. Vile vile kuna wanaojitokeza hivi sasa kwamba wahdatul adyan, dini zote ni kitu kimoja tu. Sisi tunasema dini ni moja, manabii wote wamekuja kufundisha dini moja, al-Islam, inna dina inda Allahi al-Islam. Lakini hawa wanaokuja na fikra potovu yasema lazima sasa dini zote tuzikurubishe tuwe kitu kimoja. Ndio hizi fikra za dini mseto sasa zimekuja kujitokeza hapa nchini. Tutatuambia watoto wetu watakufundishwa dini mseto, yani Ukristo, Uislamu, si dini gani zote, ubaniani, si nini, vichanganywe viwe kitu kimoja. Hakuna. Inna dina inda Allahi al-Islam, dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, na yeyote atakayetaka dini sio kwa Uislamu haikubaliwi mbele ya Mola. Dini ni Uislamu tu. Atakayekufa bila Uislamu zama hizi amepata hasara. Sasa wako watu namna hiyo, hata kama ajiita Muislamu, shekhi akileta mambo haya anaita taqarubul adyan, kuzikurubisha dini, huyo hawezi kukubalika. Ikhtilafu yake ghairi saghi, inatupwa na inagombeshwa na kutukana. Aina ya pili ya watu hao wenye ikhtilafu ambao ni tadad ghairi saghi, kwamba atahesabiwa anayekhalifu ni mtu wa bid'a kwa itifaki ya wanachuoni, isipokuwa na ikhtilafiana katika kumkufurisha mtu binafsi. Yako makundi namna hii kwamba kundi lote linahesabiwa kundi la bid'a. Lakini je, yule mtu mwenye bid'a zile ni kafiri si kafiri? Wanakhtilafiana juu ya kumwainisha ukafiri wake kwa baada ya wao kukanusha baadhi ya mambo ya msingi, sio yote. Baadhi ya mambo ya msingi wanayakanusha na wamejinasibisha na Uislamu. Ama mifano ambayo inatolewa na wanachuoni juu ya ikhtilafu ambazo hazikubaliki katika masaili ya kifiki, kwamba mtu akitoa kauli hata shekhe na vilemba mpaka mbinguni hawezi kubalika, ni mtu mfano kujizisha riba. Kwa hii lugha iliyokuja hivi sasa, riba kuitwa faida. Kuna shekhe mmoja mkubwa nchi hii, Mungu amghofirie maskini, aliulizwa habari ya riba, akasema riba ya benki haina neno, hii ni hiba tu, zawadi.
Mufti mmoja kule Misri vile vile kahalalisha riba za benki, lakini dunia nzima imeanguka juu ya kichwa chake. Kwa nini? Kwa sababu kapinga jambo ambalo liko wazi mno. Uharamu wa riba ni kitu hakina utata, mujma wanachuoni. Na hizi riba za benki pia nazo zimshatolewa fatwa, wanachuoni wote wanakubaliana kwamba haya mariba ni haramu. Haifai mtu kuamiliana na benki ambayo akawa yeye anachukua riba, anachukua mikopo ya riba, analipa riba. Ni mambo ambayo hayana utata. Kwa hiyo hizi ni ikhtilafu. Mfano wanatoa ghairi sa'il. Vile vile kauli inaojuzisha ndoa ya muda, mut'a, yani kwamba wewe waweza patana na mwanamke masaa 2 matatu mkaoana, halafu basi muachane kwa nia hiyo ya kuachana na muda. Sasa mnaenda tuoane siku 1, siku 2, siku 3, mwezi, mwaka, miaka 2, ikiisha ule muda basi temporary marriage, hiyo wanaita mut'a. Hii imeharamishwa. Wanachuoni mujma'in wamekusanyika katika uharamu. Sasa aje mtu aseme hii bwana sahihi ndoa hii ni ikhtilafu, haikubaliki, inatupiliwa mbali. Au vile vile kusahihisha ndoa bila wali. Na haya maradhi tulionayo, mpaka watu wa madhehebu ya Kishafi wamechukua fikra hizi fikra za makosa. Kuna fikra kwamba eti mwanamke akishaolewa thayyib akaachwa au kafelewa na mumewe, basi ajiozesha mwenyewe bila wali, bila ridhaa ya wali. Ndoa hii ni batil kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali wa shahidai adl. Hakuna ndoa isipokuwa kuwe na wali na mashahidi wawili. Kwamba mwanamke wakutana naye, unapokutana naye mwambie bwana mimi napenda nikuoe, hamna neno, watafuta mashahidi wawili mkaozeshana. Baba hajui, wali hajui wa daraja lolote. Hii ndoa batil. Kwa hiyo yote atakayekuja na kauli hii naambua hii ni ikhtilafu tadad ghairi sahihi, kubaliki. Vile vile kupiga miziki kwa kutumia ala hizi, wanachuoni ahlu sunna wanakubaliana kwamba ala za mziki ni haramu. Ni hadithi imepokewa na Imam Bukhari, la atiyanna aqwamun min ummati yastahilluna alhira walharira walkhamra walmaazifa. Watakuja watu katika umati wangu watahalalisha tupu, watahalalisha kitambaa cha hariri kwa wanaume, watakuja halalisha pombe, watakuja halalisha zana za mziki. Kwa hiyo zana za mziki ni haramu. Zana peke yake iliyoruhusiwa ni dufu kwa wanawake, tena siku ya harusi na siku ya Eid. Haijatokea zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mwanamume kapiga ala yote ya mziki, hakuna. Kwa hiyo atakayekuja kuhalalisha kwa madai kwamba kuna mwanachuoni Ibn Hazmi kasema yafaa si nini, ikhtilafu ghairi sahih, haikubaliki. Ni kauli lakini haikubaliki. Vile vile kuswali kwenye misikiti ya makaburi, kuna hadithi zisizopungua 5 zimekataza Muislamu kuswali maeneo ya makaburi au kugeuza msikiti kaburi kuwa ni eneo la kufanya ibada. Na Mtume katuhadharisha na hayo, tusifanye mambo kama walivyofanya Mayahudi, wamelaaniwa kwa ajili hiyo. Sasa aje mtu asiyafaa kuswali msikiti wa makaburi, ni ikhtilafu ambayo haiwezi kukubalika. Faib, ni wakati gani ndugu zangu pote au kundi la Waislamu laambiwa hili ni kundi la bid'a? Ni wakati gani? Je, mtu au kundi anaweza akahesabiwa ni mtu wa bid'a kwa kufanya bid'a moja ambayo haimkufurishi akaitwa yeye kwa ujumla ni mtu wa bid'a? Wanachuoni al-Imam Shatibi anasema anna hadhihi al-firaq inma tasiru firaqan bi khilafiha al-firqa an-najiya fi ma'nan kulli fi ad-din wa qa'ida min qawaid ash-shari'a. Kundi anasema haya makundi haya yatahesabiwa makundi yanayokhtilafiana na kundi lililookoka kama kwenye maana ya jumla ya dini, kwamba wamekhalifu maana ya jumla ya dini, ya misingi ya dini. Ikikhalifu misingi ya dini, basi naambua hili ni kundi la bid'a. Kama vile kwamba Waislamu tuambiwa tufuate Qur'ani na Sunna, yeye asema tufuata Qur'ani na Sunna na kauli ya shekhe fulani, au kitabu gani tena kingine kisichokuwa Qur'ani na Sunna, huyu anaambiwa katoka katika misingi ya jumla. Kwa hiyo kundi lenye mwelekeo huu wa kuvunja moja ya msingi wa dini au misingi kwa ujumla ya dini, naambua hili kundi la bid'a. Aina ya pili ya ikhtilafu wanachuoni wanaita ni ile ikhtilafu ambayo zagongana kauli mbili, lakini sheria imesamehe, kwa maana ya kwamba hivi ulivyosema ni makosa lakini hakuna ugomvi. Masala wanaita ijtihad.
masala ijtihadi imma kwa ukosefu wa nas iliyokuwa iko wazi, Qur'ani aya haiko wazi, inabeba tafsiri zaidi ya moja. Kwa hiyo huyu mwanachuoni kajitahidi kuelewa maana hii na huyu kajitahidi kuelewa maana hii, au hadithi kaielewa hivi, huyu hadithi kaielewa hivi. Wanasema hii ikhtilafu inakubalika, pamoja na kwamba kauli moja ni lazima iwe sahihi kuliko kauli nyingine. Kweli zinagongana, huyu asema halali jambo hili, huyu asema haram, lakini kuna kauli moja ambayo ni sahihi, moja sahihi, lakini ikhtilafu hizo wanasema saighi ghairi madhmum, zinakubalika wala hazigombeshwi. Unaona wanachuoni wanaita ikhtilafu hii ni ikhtilafu katika mambo ya matawi, ikhtilafu katika mambo ya matawi, sio mambo ya nini ya kimsingi. Taban huu ugavi wa kwamba kuna masaili wanaita ya matawi na masaili wanaita ya usuli, wanasema Sheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah asema haya mambo yalikuja zushwa, lakini hakukuwa na kitu kinaitwa kwamba masaili ya matawi na masaili ya furu'. Kwa nini? Kwa sababu jambo laweza likahesabiwa ni la far'a lakini kumbe la msingi, kama vile tulivyosema masala ya swala asiyeswali. Unaona swala ni mambo wanaita ya furu', lakini mtu anayekanusha kuswali kakanusha jambo la msingi katika dini. Ama masaili ya ijtihadi wanachuoni wanasema kama ikiwa hakuna nas sarih, aya au hadithi zinabeba tafsiri zaidi ya moja, basi hakuna ugomvi. Unaona hawezi kufanywa uadui mtu mwenye kauli ile akatengwa akafanywaje, kwa sababu ni kitu kina mlango wa ufahamu zaidi ya mmoja. Kwa hiyo huyu kaelewa hivi, pamoja na kwamba kuna kauli moja lazima itakuwa ni sahihi. Sasa tuje kwenye nukta ya kwa nini watu wanakhtilafiana juu ya masaili ya ijtihadi haya. Sababu moja ya kwanza wanasema wanachuoni ash-shar'a lam yansib dalilan qati' ala kulli masail, kwamba masala ya kidini Mwenyezi Mungu hakuweka dalili za kila kitu, dalili ya wazi wazi kabisa. Ziko sababu aya wanaita zina dhanniyu dalala yake ina dhana, kwamba kwa maana kwamba mtu anaweza kafasiri zaidi ya tafsiri moja, lakini kuna dalili nyingine aya hazina tafsiri, ni moja tu. Sasa hii kupatikana kwa dalili sio kwa wazi kunapelekea watu wakhtilafiane katika ufahamu. Kwa hiyo mujtahidi huyu anaelewa hivi, mujtahidi huyu anaelewa hivi. Kwa hiyo ndio maana kama tulivyoona masahaba walipokhtilafiana wakati walipoamrishwa kuswali swala ya alasiri pale Bani Qurayza, ufahamu wa watu wanatofautiana, tabia tumeumbwa hivyo. Hapa mara nyingine naweza nikazungumza jambo ikawa kila mmoja kaelewa tofauti, au kundi hili limeelewa hivi, kundi hili limeelewa. Tabia wanadamu tumeumbwa, uwezo wa ufahamu unakuwa ni tofauti. Kuna wengine wanaelewa vizuri, wengine uelewa wao ni mdogo. Sababu nyingine ambayo pelekea kukhtilafiana katika masaili haya nakubalika ikhtilafu yake, uwezo wa utafiti na jitihada unatofautiana, kwa mmoja kuwa ametafiti kwa kina zaidi masala, mwingine hakutafiti kwa kina. Kwa hiyo hukumu zinakuwa tofauti, kwa sababu huyu kalizamia lile jambo, huyu kaliangalia juu juu. Angalia zama za Khalifa al-Mansur, wakati alipokuwa pia ni zama za mwanachuoni Imam Malik rahimahullah. Imam Malik aliandika kitabu unaona kinaitwa al-Muwatta, ambacho ndani kakusanya masaili ya kifiki kwa mujibu wa dalili unaona za hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, masaili mbalimbali. Yule khalifa alipendezwa mno na kile kitabu cha Mansur, akamwambia Imam Malik kwamba kuna haja kuanzia sasa iwe hiki ndio kitabu rejea katika dola, katika masala ya dini. Angalia Imam Malik mcha Mungu alimkatalia Khalifa al-Mansur, akamwambia hapana, inna an-nasa kad jama'u wa talu ala ashya'in lam nattali alaiha. Hapana, usifanye hivyo. Kuna wenzangu wanachuoni wametafiti mambo pengine zaidi ya mimi kuliko mimi nilivyotafuta au nilivyotafiti. Kuna masaili mengine sijayagundua mimi. Na ndio ilivyo, utakuta wanachuoni katika madhahibu ya Ahlusunna, madhahabu ya Kishafi'i au madhahabu ya Kimaliki au Hanafi, wanakhtilafiana juu ya masaili tofauti. Kwa nini? Mara nyingine imamu hakufikiwa na hadithi, wenzao wamefikiwa na hadithi. Imam Shafi ukimgusa hata mkeo unaenda katawadhi, madhehebu ya Kishafi. Ukimgusa tu hivi ugozi basi katawadhi, kitaka kumgusa basi umguse na kitambaa juu. Imam Maliki na wenziwe wanaona hapana, labda iwe mtu amshika kwa matamanio.
Sasa hawa wamepata hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa akiswali, unaona, usiku, swala za usiku. Mama Aisha akawa anampapasa pale alipokuwa kilala, akamkuta hayupo kwa sababu chumba kilikuwa na kiza. Akawa anaendelea kupapasa kwa kutumia mkono wake, mkono ukaangukia kwenye kisigino, akahisi kwamba Mtume yuko kwenye sijda. Riwaya haionyeshi kwamba Mtume alikwenda kutawadha tena, alimaliza swala yake, kuonyesha kwamba mwanamke hamtangui swala mtu kwa kumshika, unaona. Ila wanachoa sasa kama akimshika kwa matamanio kitu kingine, lakini kama kamshika kama alivyofanya mama Aisha radhiallahu anha, mkeo unampa mkono, hutanguki na udhu. Sasa yeye Imam Shafi hakudiriki hadithi hii, akatoa hukumu kwa jitihada, ilikuwa ya makosa, unaona, lakini afanyeje? Hakufikiwa na hadithi. Baadhi masaili mengi, mfano pia wa madhehebu ya Imam Shafi rahimahullah, kwamba Mtume Mwenyezi Mungu aliposema hafidhu ala salawati was salatul wusta, zihifadhini swala na hifadhini swala ya kati na kati, Imam Shafi rahimahullah katika kufasiri aya hii alihesabu swala ya kati na kati ni asubuhi. Baadaye mwanachuoni wa madhehebu ya Kishafi al-Imam Nawawi rahimahullah anakuja kusema kwamba pamoja na kwamba Imam Shafi kasema swala ya al-wusta hapa ni swala ya asubuhi, lakini madhehebu ya Imam Shafi ni swala ya alasiri. Kwa nini? Kwa sababu jumhurul ulama wamesema ni swala ya alasiri, kwa sababu kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema makafiri wametushughulisha mpaka tukachelewa kuswali swala ya alasiri, salatul wusta, kaitaja hasa swala ya alasiri. Sasa hawa wenzi wana dalili, wanasema tafsiri ya aya salatul wusta maana yake ni swala ya alasiri. Yeye haikufikiwa na dalili hiyo katika jitihada yake, yeye katika mahesabu kaona swala ya kati na kati ni asubuhi. Lakini angalia madhehebu ya Imam Shafi, mwenyewe kanukuliwa anasema idha sahha alhadithu fahuwa madhhabi, itakaposia hadithi ndio madhehebu yangu. Sasa Imam Nawawi anasema, ananukuu shekhe ambaye anamnukuu, anaelezea habari za Imam Shafi, anasema kwa maana hiyo basi Shafi'i pia ungana na wenziwe kwamba salatul wusta ni swala ya nini, alasiri, kwa sababu Shafi alisema itakaposia hadithi ndio madhehebu yangu. Kwa hiyo moja ya sababu mtu kutofikiwa na nini, na dalili, bali haya yalikuwekwa hata zama za masahaba watukufu, kwamba walitoa baadhi ya hukumu juu ya masaili wakati hawakufikiwa na dalili, lakini walipofikiwa na dalili wakataraja, wakaacha kauli zao za jitihadi, wakafuata dalili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vile vile njia mtu aliyokuziwa nayo anaweza kaathiriwa na malezi aliyokuliwa nayo, kama alielelewa na mashekhe wa kitasawuf. Mashekhe wa kitasawuf wakikulea wewe mwanafunzi, wanakulea katika msingi ya kwamba uwe ni kama maiti mbele ya mwoshaji, uwe maiti mbele ya mwoshaji. Mwoshaji akisafisha maiti vile anavyotaka kumgeuza. Sasa mtu kalelewa hivyo, malezi yale yamempelekea kwamba hakuna kauli ya duniani ila kauli ya shekhi lake. Ndio hapa sasa kwatokea athari za taassub za rai, kwamba mtu anang'ang'ana rai za shekhi lake, rai za madhehebu yake, hata umletee hadithi hakubali. Kuna shekhi mmoja kule kwetu Tanga, Mungu amghofirie maskini, alikuwa na matamko haya mabaya: sisi tutafuata madhehebu ya Kishafi na mashekhi wa Kishafi, wamepata wamekosea, tutakufa nao. Sasa huyu ni mfuasi wa Mtume huyu? Wamepata wamekosea. Hii dini haikuja na msimamo huu. Sisi tuambiwa tufuate wa ulul amri minkum kwa sharti. Ulul amri wanaweza wakawa maulama wenye amri kwa ujumla, watawala, lakini sharti wakituamrisha maasi hatukubali. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hatuna hilo sisi. Sasa ukiwa na utiifu mutlaka huu wa mwanadamu mwenzio, tayari umemgeuza kuwa yeye ni nabii au ni Mungu. Sisi tuambiwa tukitilafiana, turejee kwenye kitabu na sunna. Fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allahi war rasul. Kwa hiyo mara nyingine mtu ang'ang'ana na umadhehebu au rai kwa sababu ya taassubu ya ukabila, shekhe ni kabila lake, au ni taifa lake, ni rangi yake, mwalugha mwenziwe, hilo tu. Haya yalitokea zama za ugomvi wa madhehebu nyuma huko, miaka ya nyuma, baina ya madhehebu ya Kishafi na madhehebu ya Kihanafi. Nyinyi mnajua kwamba wanachuoni wa Kishafi wanahesabu kwamba bismillah ni aya katika suratul Fatiha,
wale Mahnafi wanasema sio aya. Sasa hii imepelekea kujenga hukumu. Mahanafi wameona hawa watu kwa kusoma aya na kuitakidi ni aya, ni kwamba wameitakidi kwamba Qur'ani inanyongeza. Ukiitakidi Qur'ani inanyongeza basi mkafiri wewe. Si tunasema sio aya, wewe wasema ni aya, maana wewe umeongeza kwenye Qur'ani. Kufuru hiyo. Sasa nini fatwa imetolewa na wanachuoni? Msiwaoe mabinti zao kabisa makafiri hawa. Imefikia ikhtilafu namna hiyo. Sheikh Nasiruddin Albani anataja mambo haya katika kitabu chake Sifatu Salah, hali iliyokuwekwa huko nyuma, kwamba msiswali nyuma ya hawa makafiri wala msioe mabinti zao. Baadaye sasa kaja mufti mwingine wa madhehebu ya Kihanafi na fatwa poa, asema basi sunnu bihim sunnat ahli kitab. Hawa mashafi wageuzeni kama ahli kitab, mweza mkaoa mabinti zao lakini wao wasioe mabinti zenu. Imefikia hali ya taasub. Ndio ukaona kuna misikiti hii ya Kishafi ilikuwa, hii ya Kihanafi, hii ya hawa hawaswali nyuma ya hawa, hawaswali nyuma ya hawa. Zama za mfalme Abdul Aziz wakati alipokwenda kuisafisha Maka na manongo haya ya taasub, alikuta pale Maka kuna maimamu wanne swala moja. Maimamu wa Kihanafi, imamu wa Kihanafi anaswali upande mmoja wa kibla, imamu wa Maliki, imamu wa Kishafi, imamu wa Kihambali. Swala moja kama ni ya dhuhuri alfajiri za swaliwa na maimamu wanne tofauti. Taasubu ya madhehebu, ikhtilafu. Wakati kumbe masaili wanaita wanachuoni masaili saighi yanakubalika. Unaona, ni watu kuvumiliana. Ama mifano ya ikhtilafu ambazo ni saighi, wanachuoni wanatoa mifano katika mambo ya akida. Yani hata kama tunakhtilafiana baadhi ya mambo ya akida haya, wanasema inakubalika. Mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuona Mola wake Mi'raji, masahaba wamekhtilafiana juu ya hilo. Kuna wengine wanasema Mtume alipokwenda mbinguni Mi'raj kamuona Mola wake jicho kwa jicho. Wengine wasema masala ikhtilaf. Kwa hiyo ikhtilaf kama hii hajakufurishwa sahaba aliyesema tofauti na mwenziwe, wanaita sawa na kubalika. Ni nani mbora, Saidina Ali au Saidina Uthman? Wamekhtilafiana masahaba. Wengine wanamuona Uthman ni bora kuliko Ali, wengine wanamuona Ali ni bora. Masala ikhtilafu katika mambo ya akida. Je, Al-Hadri ni nabii au si nabii? Ikhtilafu hizo. Wengine wasema ni nabii, wengine wasema rajulun salih. Vile vile mama Maryam aliyemzaa Isa alayhi salam ni nabii au si nabii? Wamekhtilafiana wanachuoni juu ya hilo. Kuna wanaosema ni nabii, wengine si nabii. Wanaosema ni nabii kwa sababu nubia ilaiha, kaletewa wahi naye vile vile. Lakini kauli tusema mbili hizi lazima kuna moja sahihi. Lakini yule anayekwenda kinyume haambiwi kwamba huyu katoka kabisa katika Uislamu au katika manhaji ya Ahlus-Sunnah. Vile vile masala ya kumuona Mola wetu akhira, wanachuoni na ikhtilafiana. Je, ru'ya ya kumuona Mola ni kwa waumini tu au waumini na makafiri, halafu kisha wakafiri watazibwa, watafungiwa pazia? Wanakhtilafiana wanachuoni juu ya masala ya akida haya. Lakini haambii mwenye kusema hivi ni kafiri, mwenye kusema hivi ni kafiri au ametolewa katika manhaji ya Ahlus-Sunnah. Ikhtilafu juu ya asiyeswali kwa uzembe ni kafiri au si kafiri, ikhtilafu mashuhuri. Wanachuoni wa kimadhhabu ya Kihambali, Imam Ahmad hasa, yeye anaona mtu kama haswali kwa uzembe, kwa uvivu ni kafiri. Na ndio fatwa za wanachuoni wa Saudi Arabia kwamba ukiwa na mke kama ana mumewe ameacha kuswali swala moja tu basi kashachika, na akifa haswali hafanyiwi mambo manne yale yanayofanywa Waislamu, bali anakwenda kutupwa kama mzoga. Ama jumhurul ulama wanasema kama haswali kwa uvivu na uzembe ni fasiki, mtu muovu, lakini anafanyiwa mambo manne yote. Wanaokwenda kumswalia tu ni watu ambao wanaondoka, wale mashekhi na nini, anaswaliwa na watu wa kawaida, lakini hawamkufurishi. Ni masala yapo haya, lakini haambiwi huyu kwamba wewe kwa kauli hii umekufuru, wewe kwa nini hukumkufurisha asiswali, au wewe kwa nini umemkufurisha aliyeswali, wewe hivi. Mengine mara nyingine wanachuoni wanakubaliana kwamba kuna masharti ya kumkufurisha mtu, lakini pale wanapomchagua mtu fulani, je, ni kafiri si kafiri, wanaweza kukhtilafiana hukumu. Wewe unaona kwamba sharti hili limefaa kwake yeye yule mtu kumkufurisha, sharti hili halikufaa, wanakhtilafiana juu ya masala haya. Mfano mzuri mwanachuoni Ibn Sina, huyu alizaliwa Muislamu, halafu baadaye akafanya mambo ya kikafiri, kenda kasoma
mambo ya falsafa ya kufuru, akakufuru sana, lakini hatimaye mwisho wa uhai wake akatubia. Sasa kuna wengine wanasema toba yake sahihi, wengine toba yake sahihi, masala ikhtilafu sair, anayesema sahihi haya, asisema sahihi haya, lakini hakuna ugomvi na uadui baina ya Waislamu juu ya masala haya. Ama mambo ya kifiqhi mengi ambayo yanakubalika ikhtilafu zake katika udhu na swala, kama vile je, kutia maji mdomoni na pua ni wajibu au sunna? Kuna wanaona ni wajibu, usipofanya hivyo basi udhu wako hauwi sawa sawa. Kuna wanaona ni sunna. Sisi madhehebu yetu Afrika Mashariki, kutia mdomo na pua tunaita sunna. Ndio wakati wadogo tuwafundishwa namna ya kutawadha, unaleta maneno ambayo wala hayakufundishwa na Mtume. Eti kila ukishika maji ukitawadha kwenye mkono basi nawaitusu natalu udhu, nawaitusu natalu mara 3. Na hapa napo kwenye mdomo na pua nawaitusu natalu udhu, nawaitusu natalu udhu, nawaitusu. Na kwenye uso ndio faradhi, nawaitu faradhal udhu, nawaitu faradhal udhu. Nini? Madhehebu ya Kishafia yameona kwamba kutia mdomo maji mdomoni na puani ni sunna tu, sio lazima. Ama wengine katika madhehebu wanasema lazima, usipofanya hivyo udhu wako hauwi sahihi. Ni ikhtilafu sairi, zinakubalika. Vile vile swala hili limejitokeza leo ndani ya safu za watu wa sunna. Tukitoka rukuu, tukisimama juu itidali, kuna wengine unaona wanarudisha mkono kifuani, kuna wengine wanaachia. Ni mzozo uliopo mashuhuri baina mashekhe wawili, Sheikh Abdul Aziz bin Baz mufti wa Saudi Arabia na mwanachuoni mkubwa wa somo la hadithi Sheikh Nasiruddin al-Albani. Wote Mwenyezi Mungu awarehemu, hao wameshafariki. Lakini walizozana, wengine wakawa na msimamo mkali. Sheikh al-Albani kasema tendo la kurudisha mkono ni bid'a ya watu wa Hijazi. Lakini je, katika kusema hivi alimtoa Sheikh bin Baz katika sunna? Akamuita ni mtu wa bid'a? Hakumuita hivyo. Yeye kaita tendo lile la bid'a. Lakini huwezi kumwa mtu akifanya tendo moja la bid'a, hata kama ikiwa itakidi wewe bid'a, hawezi kutolewa katika duara la sunna akaambiwa huyu ni mtu wa bid'a. Mtu akifanya bid'a moja ndogo hatolewi katika duara la sunna. Kifanya hivyo utawatoa watu wote. Kwa hiyo waliendelea kuamiliana kwa wema. Ukisoma kitabu cha huyu amsifu huyu, ukisoma huyu amsifu huyu, hawakutoana kabisa katika duara la ahli sunna. Vile vile an-nuzulu ala rukbatain, katika swala hiyo hiyo tukiteremka kwenda chini kwenye sijida, kuna wengine mnaona wanatanguliza magoti, kuna wengine wanatanguliza mikono. Ni ikhtilafu za wanachuoni, na wote hawa wanakhtilafiana kwa sababu ya hadithi ya Mtume moja tu, wameifasiri tofauti hadithi hiyo moja, kwamba Mtume anasema anapoteremka mmoja wenu asiteremke mteremko wa ngamia. Sasa gogoro linakuja, ngamia ateremkaje? Hawa wanasema ateremka na mikono, watasema anaanza na miguu. Ikhtilafu inakubalika. Anayeteremka na mkono hatukanwi wala hatolewi, anayeteremka kwa mguu. Lakini pamoja na sana nakiri, kuna kauli ambayo ina nguvu sahihi. Ama yule ambaye hana kauli sahihi hatolewi kwenye duara la Uislamu wala ahli sunna. Ananasihiwa kama anaona ni jitihada yake, basi hafanyiwi uadui. Vile vile mfano mwingine qira'atul Fatiha khalfa al-imam. Imamu anasoma sura jahriya, sura za wazi za sauti, yani swala za wazi, swala ya subuhi, swala ya magharibi na isha. Yeye anasoma suratul Fatiha, mwisho wala dhalin tuitikia amin. Sasa je, mimi nilokuwa nyuma na haja ya kusoma tena suratul Fatiha au kiraa cha imamu kimetosheleza? Masala ikhtilafu ya wanachuoni. Kuna wanaoona kwamba lazima ulete suratul Fatiha kwa hadithi ya Mtume, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, hana sala asiyesoma suratul Fatiha. Na wengine wategemea aya, idha quri'a alquran fastami'u lahu wansitu, ikisomwa Qur'ani sikilizeni na kaeni kimya. Kwa hiyo imamu kasoma, si tumefanya hivyo. Huyu anaona katekeleza aya na huyu kasokaona katekeleza nini? Hadithi. Twasema kwamba yawezekana kauli moja ina nguvu, na hapa inaonekana kauli yenye nguvu kama alivyoirajia Sheikh al-Albani ni imamu, kiraa cha imamu kinatosha. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeshirikiana naye katika kuisoma suratul Fatiha, pamoja na kwamba huisomi, lakini ulikuwa ukimsikiliza mpaka aliposema wala dhalin ukaitikia amin. Nini maana ya amini? Ni yale maombi aliomba imamu, ihdina siratal mustaqima mpaka wala dhalina, tuongoze njia iliyonyoka mpaka kwenye aya usituongoze njia waliopotea.
na wale walioghadhibikia, wewe ukasema ewe Mungu tujibu, Allahumma stajib, nijibu dua hii. Kwa hiyo inaonekana wewe ulishirikiana naye. Kwa hiyo huyu anayesema lazima nisome, hapana uadui, ni ikhtilafu. Wanasema zinagongana lakini ni zenye kukubalika. Tahiyatul masjid fi musalla, swala zaidi tunaswali viwanjani, alhamdulillah tunahuisha sunna ya Mtume. Lakini je, ukifika uwanjani utaswali tahiyatul masjid kama unavyoingia msikitini? Maamkuzi ya msikiti raka 2. Je, kwenye kiwanja? Wanakhtilafiana wanachuoni. Wanaosema kwamba makusudio ni msikiti huu, sio kiwanjani, kwa hiyo haifai kuswali kiwanjani. Kuna wanaosema kiwanja nacho ni msikiti kwa hadithi ya Mtume, waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura, nimejaliwa msikiti kiwanja kuwa ni msikiti na kitu cha kutoharisha. Kwa hiyo wanaona yafaa kuswali, hakuna ugomvi. Ni masala ikhtilafun tadad sa'ighi, ni ikhtilafu zilizogongana lakini zinakubalika. Vile vile talaka 3 kwa mkupuo, kauli 2 za wanachuoni. Je, ukimpa mkeo talaka 3 zote zinakubalika zote, au 3 ni moja? Ikhtilafu ya wanachuoni. Jumhurul ulama wanaona 3 ni moja, wakitegemea fatwa ya Saidina Umar bin Khattab. Wanaosema talaka ni moja, zama za Mtume ilikuwa talaka ni moja tu, hakuna mtu anayetoa talaka 2 kwa mkupuo. Ijtihadi inakubalika. Kwa hiyo wanaosema ni 3 sawa, pamoja na kwamba kuna kauli yenye nguvu kwamba talaka 3 ni moja, na haya amerajihisha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwamba wewe toa talaka 10 20 na hesabiwa ni moja tu kwa mkupuo. Talaka at-talaq marratan, mara baada ya mara. Ukishamtaliki mwanamke talaka ile ya kwanza, akikaa eda, halafu kaja mtaliki tena, akikaa eda, kimtaliki tena, ndio zinahesabiwa zile kuwa ni 3. Baada ya hapo huwezi tena kuishi naye mpaka aolewe na mume mwingine, amuingilie kitendo cha ndoa, halafu anakuja kuolewa na mume mwingine, halafu ataolewa na mume yule yule. Swala jingine ikhtilafu ambazo zinakubalika, kufunika uso mwanamke kwa wanaume ajnabi. Kauli 2 zinakhtilafiana. Kuna wanaona kwamba mwanamke haifai kuonekana sehemu ya mwili wake yoyote ikiweko na uso kwa mwanamume ajnabi. Kuna wanaosema aweza kuonekana uso na na viganja vya mkono, pamoja na kwamba kauli yenye nguvu ni kufunika uso. Na dalili ya nguvu wa kauli hii ni kisa cha mama Aisha mashuhuri, kinaitwa Qissatul Ifki. Alipojiwa na sahaba, alipoachwa kwenye msafara, Mtume akamwagiza sahaba Safwan ende akamchukue. Mama Aisha mwenyewe katika hadithi iliyokuweko ndani ya Bukhari anasema kwamba Safwan alipokuja, nikafunika hijabu yangu usoni, nikafunika uso wangu, kwani Safwani alikuwa ananijua uso wangu kabla ya kushuka aya ya hijabu. Aya ya hijabu ni ile Mwenyezi Mungu asawali yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, wateremshe shungi zao mpaka vifuani mwao. Kwa hiyo mama Aisha alipoelewa aya ya hijabu maana kufunika uso, kwa hiyo hii ndio kauli yenye nguvu. Lakini yule anayengangana uso bwana aweza lakini ndugu zangu, hata hawa wanaosema waweza funua uso, si kama ameacha uso kuacha hivi kama taa kila mahala. Madhehebu ya Kishafi kuna kitu humu mwetu Afrika Mashariki wanaita kizoro, au wanaita ni huu mtandio wa nyuma unaita ukaya Kiswahili. Zamani wazee wanawake wa kike wa zamani, hata wa kimadhehebu ya Kishafi, walikuwa wakitembea wanaacha uzuazi, lakini akipita kwenye kundi la wanaume ima anafunga kizoro au anaweka utandio wake, anatoa kichogoni anauweka, kuonyesha kwamba si kama ni jambo limeachwa tu hivi, lina taratibu zake vile vile. Lakini kauli yenye nguvu ni sasa, yule atakayengangana na kauli ya kuacha uso wazi, hakuna uadui, hatolewi kwenye Uislamu wala madhhabu ya Ahlusunna wal Jamaa. Tilafu nyingine imeingia ya vyombo hivi, mavideo, kamera, picha. Kuna wanaosema ni haramu mutlaka, hakubali kupigwa picha kabisa, ondoka tatamfukuzi ile mbali huyo, haram. Kuna wanaosema picha hizi haziingii kwenye zile picha zilizoharamishwa na Mtume. Hawa wanaosema ni haramu wametegemea hadithi ambazo tafsiri yake wameingiza mpaka picha hizi, kwamba Mtume kawalani wenye kupiga mapicha, wenye kuchonga, wenye kuchora. Sasa na kamera nao wameingiza kwenye mkupuo wa hadithi hizo. Kwa hiyo wanasema haifai, haramu. Wanachuoni wengine leo wanasema maki haya mambo hayakuweko zama za Mtume, kamera, video hayakuweko. Walipoiangalia kamera wakakuta kazi yake ni kazi ya kukibana kivuli cha Mungu.
Hapana kazi kubwa ya mwanadamu kama inayofanywa na mchongaji gogo au jiwe akatengeneza sanamu la mtu aliye hai au kitu kiumbe kilicho hai. Na mfano wa mtu anayepiga kamera hawaoni sawa. Kwa nini wanasema huyu ni mfano wa mtu kusimama kwenye kioo mir'atu akajiangalia pale mbele, kinachochomoza jama nini? Picha. Sasa pale pana juhudi gani yako uliofanya? Wewe ndio uliojichora. Wanasaa kile ni kivuli cha Mungu. Sasa kazi ya mwanadamu iliyopatikana pale ni ya kukidhibiti kile. Kama ikiwa ni picha ya photograph kamera imetiwa mkanda ambao una madawa kiasi ambacho ile nani hii ikifunguka, flash ikiwashwa na ile nani hii screen pale inafunguka, inapokea kivuli kile kinaganda kwenye karatasi iliyotiwa madawa maalum. Hivyo hivyo kwenye kamera ya video. Leo utaalamu umefikia sasa, mimi hapa baada ya muhadhara huu mtu akitaka kuangalia kanda na niona kama ninavyozungumza, hana tofauti na nyinyi, ila nyinyi mmeniona live moja kwa moja. Huyu atakuwa ameona. Sasa wanachuoni wako ambao wamesema ni haram, na wengi hivi sasa wanasema sasa si haram. Ndio hawa wanaojitokeza kwenye channel, mfano kama kule Saudi Arabia hivi sasa mufti wa sasa msimamo wake kwamba si tatizo. Mufti wa sasa wa Saudi Arabia anaitwa Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh. Yeye anatoka kwenye vipindi vya Channel 1 anatoa fatwa ulimwengu mzima, watu wanamuona. Vile vile waziri shughuli al-Islamia Saudi Arabia Sheikh Saleh Ali Sheikh anatoka mara kwa mara kwenye vipindi, anapigwa picha kwenye magazeti na nini. Wao ni katika huu msimamo ambao wanaona kwamba si haramu. Sasa kama kuna mtu anasema ni haramu na huyu asema si haramu, hakuna ugomvi. Wewe baki na rai yako, lakini gogoro litakuja kumfanyia uadui huyu, umwite huyu si Muislamu, kafiri, sijui hayuko kwenye manhaji, kapinda, sio ahlus sunna huyu na nini. Ugomvi unaingia hapa. Kwa nini? Masaili haya yanaitwa ni saighi, masaili tadhadi. Sai yanakubalika kweli, kutakuwa na rai ambayo ni sahihi zaidi kuliko nyingine, lakini mtu haekewi uadui juu ya masala kama haya. Kuna masala mengine yamejitokeza leo. Baadhi ya mashekhe wanasema bwana, mkiwa na mkusanyiko wa watu kumuita amiri katika jumuiya taasisi ni kosa, bid'a hiyo. Mtu amiri ni amiri wa msafara, ndio imethibiti kwenye hadithi, au amiri aliyechaguliwa na khalifa. Sasa leo maadamu hakuna khalifa wa Islam, basi marufuku, bid'a, haram. Haifai kumuita kiongozi wa jumuiya Islamic Foundation kumuita amiri, au Ansar Mus kumuita amiri, au Jamaat Ansar. Haifai, haram, bid'a. Sasa hii rai, lakini tunasema inaingia kwenye ikhtilafu zenye kukubalika. Wewe umesema hivi, wenzio wanaona inafaa. Katika mashekhe mashuhuri wanaona kumuita amiri mtu kiongozi wa jumuiya ni Sheikh Al-Uthaymeen, anaona si tatizo. Lakini hakuna mtu kamtoa mwenzio kwenye duara. Wewe sio mtu wa bid'a, wewe hivi. Masala haya yanaingia katika lile grupu tunaosema kwamba ikhtilafun sa'ir. Masala mengine, je, njia za kufanya da'wa tusimame pale pale alivyotumia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, au masala ijtihad? Kwa nini? Kwa sababu kuna mashekhe leo wanasema tusimame pale pale dawa aliyofanya mtume kwenye mimbari, msikitini, masokoni, waadhi. Sasa kufanya semina, warsha ya kidawa, wasema mbida. Mtume hakufanya semina bwana. Vile vile wasaili dawa taalimia, njia za kusomesha, mtume alifundisha msikitini. Haya mashule nini bwana? Mtawassit wa thanawi, bid'a. Mtume alikuwa hakuwa. Sasa huyu akoroga. Unaona? Kweli yamejitokeza haya. Kuna baadhi ya vijana wametutoa hata ndani ya manhaji ya Ahlusunna kwa masaili haya. Hayumo huyu. Kwa nini? Mambo mtume alifundisha msikitini tu. Hapana, haya mambo ya kuanzisha madarasa, wanachuoni walikubaliana, wameona katika maendeleo ni wasaili taalimu, sio tawqifia. Kuna masala jitihadi, watu kuendeleza mpango wa elimu. Leo si rahisi kuja kumfundisha mtoto biolojia ndani ya msikiti. Biolojia yataka maabara, laboratories, physics. Utakuja kufundishaje mtu masomo haya? Kwa hiyo ndio maana watu wakaanzisha vyumba vya madarasa na nini. Unaona? Hai katika dini si tatizo. Sasa wewe ukibaki na hiyo rai, baki, lakini usilete uadui na ugomvi baina ya Waislamu na kuwatoa wenzio katika manhaji ya Ahlusunna wal Jamaa kwa sababu hiyo. Katika mashekhe ambao wanaona wasaili da'wa sio tawqifia ni Sheikh Al-Uthaymeen, Sheikh Abdul Aziz bin Baz. Unaona watu wanaweza wakajitahidi. Hivi vyombo vya kisasa katika wasaili wa da'wa. Huwezi kungangana
Speaker haikuweko ndani wakati wa mtume. Bid'a. Utakuwa wewe sasa ndio mtu wa bid'a. Wewe ndio utakuwa nini? Mtu wa bid'a. Maana mtume ile kusimama kwenye mimbari, kwenye vichuguu akazungumza ni kwamba ataka sauti yake ifike mbali. Mtume alipoteremshwa aya wa andhir ashirataka alaqrabina, waonye ndugu zako wa karibu, aliwaita yeye akaenda akasimama kwenye jabali. Kwa nini kasimama kwenye jabali? Ataka sauti ifike mbali. Sasa Mungu kajalia leo vyombo vimepatikana vya kufikisha sauti mbali. Vipi utasema haifai bid'a? Hizi wasaili ijtihadia. Kama kitu kinaonyesha dalili ya uharamu basi kitakataliwa. Wasaili ambazo za haramu ni haramu. Hawezi mtu kufanya da'wa sema mimi niwaite watu niwape pombe niwalinganie, au niwapigishe mziki wakishakolewa niwalinganie. Hakuna njia hiyo. Hiyo sio wasaili iliyokuwa sahihi. Masala mengine nyeti sasa yameingia, wanachuoni wanazungumzia juu ya masala kujitolea muhanga, kujilipua. Na haya yamekuja baada ya vijana wa Palestina. Hawana silaha maskini, hawana chochote. Wafanyeje sasa? Wametaka fatwa kwa mashekhe wao, akaambwa hiyo inafaa jihadi fi sabilillah. Lengo ni kusimamisha dini na kuimarisha. Kwa hiyo mashekhe wameangalia, wameona kwamba kwa hali katika namna hii basi mtu kujilipua katika kuilinda dini na kupambana na makafiri si vibaya. Kuna wanaosema ni vibaya, ni haramu, ni kujiua. Lakini ni masaili ikhtilafu sa'ir. Huyu anayesema hivi hatolewi kwamba huyu katoka. Utawatoa mashekhe wengi Saudi Arabia. Katika mashekhe wamejuzisha mwanachuoni mashuhuri anaitwa Abdullah bin Jibrin, mwanachuoni mwingine Abdullah bin Munih. Wanaona sawa mtu kwa lengo la kuleta maslaha makubwa katika dini, sawa. Kuna wengine wanapinga. Unaona, hatukatai. Huyu shekhe wa sasa mufti anapinga na saa ni kujiua nafsi. Lakini masala ikhtilaf. Hawa na dalili, hawa na dalili, lakini hakuna mmoja mtoa mwenziwe katika duara la Uislamu au manhaji ya Sunna kisa kakhtilafiana naye katika rai. Vile vile kuna mambo mengine yamejitokeza. Jumuiya kuwa na nidhamu mfano ya wanachama juu ya members wake, kwamba anataka kuingia aingie kwa masharti fulani. Unaona? Haya mambo yapo leo hivi sasa. Hasa hiki kipindi ambacho hakuna khalifa wa Kiislamu, hakuna dola za Kiislamu, tunaishi manchi ya kitawuti kama haya. Kwa hiyo kuna haja ya watu kujikusanya na kuwa na nidhamu ambayo hiyo wanaita katiba. Na anataka kujiunga na mkusanyiko huo basi atimize masharti fulani. Kwa hiyo si vibaya kumpa mtu masharti akayakubali, akasaini, akaandikishwa kwamba yeye ni mmoja katika kundi. Haya yapo hata kule Saudia na mashekhe wanajuzisha. Shekhe huyu Saleh al-Sheikh na jumuiya yake, yeye ndio rais wa hii jumuiya inaitwa WAMI, World Assembly of Muslim Youth, au Nadwa al-Alamia lishabab al-Islam. Yeye ndio president wa hii jumuiya. Ndani ya katiba kuna aina 3 za wanachama. Kuna wanachama halisi kwa maana active member. Kuna mwanachama mshangiliaji. Unaona? Kuna mwanachama binafsi. Nidhamu hiyo. Na mashekhe wameangalia mkusanyiko huu na jumuiya hii na katiba yao. Katika mamufti walitolea fatwa kwamba ni jumuiya sahihi, naendesha mambo yake vizuri, ni Sheikh bin Baz na mashekhe mashuhuri wa Saudia, na ni taasisi ipo mpaka leo. Sasa haiwi mfano mimi nimeanzisha taasisi nikaweka nidhamu hiyo, wewe ndugu yangu katika sunna unanitoa kwenye duara la sunna kisa nimefuata. Wakati wa mtume ilikuwa watu waandikishi. Mtume kaandikisha, hadithi imo ndani ya Bukhari. Kaandikisha wanajeshi wa Kiislamu. Saidna Umar akaja akaandikisha wanajeshi wa Kiislamu wanaopewa zaka, wanaotoa zaka, wameandikishwa kwenye madaftari wanaita dawawini. Saidna Umar kaleta mambo mengi ya maendeleo. Baada ya kufa Umar wakaja makhalifa wakaanzisha utaratibu wa kuandikisha vizazi, vifo, mpaka watu wa bid'a pia waliandikishwa kwenye madaftari wajulikana. Kwa hiyo swala la kunadhimu na kuorganize watu na kuandikisha, kuwajua idadi ya watu. Hata Sheikh Albani wakati anasherehesha hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia masahaba uktubu li man nataka bila ilaha illallah, niandikieni kila aliyetamka la ilaha illallah, akasema hii ni dalili ya kuandikisha hata watu raia katika nchi. Kuna haja nchi ijue raia wako wangapi, ongezeko la kila baada fulani idadi ya watu, ili kuangalia masaili ya kiuchumi. Unaona, kuandikisha vizazi, vifo na mfano wake. Si gogoro, Uislamu hauko. Uislamu ni dini ambayo ni nyepesi. Inna dina yusr, dini nyepesi. Kwa hiyo jambo lolote lenye kupelekea maslahi ya Waislamu maadamu halikhalifu nususi za wazi, basi hilo linakubalika katika sharia. Vile vile masala mengine bai'a,
kumuunga mkono amiri khalifa. Waislamu wanakubaliana sasa khalifa hayupo. Khalifa wa mwisho aliondoka baada ya vita kuu ya kwanza ya pili alikuwa ni yule khalifa wa Kituruki Ahlus Sunna wa madhehebu ya Kihanafi, anaitwa Sultan ibn Abdul Hamid. Baada ya kuanguka dola ya Kijerumani, na yeye naye akaanguka kwa sababu alishirikiana nao. Kwa aliposhindwa Wajerumani na yeye akaanguka. Hivi sasa hakuna khalifa katika ardhi ya Waislamu zote. Kumebaki sasa viongozi wa nchi vijipande pande vilivyogaiwa na wakoloni hivi. Wanajiita maamiri, wafalume na nini. Sasa kuna swala la bai'a. Kweli bai'a alifanywa Mtume, alifanywa Khalifa Abubakar, Umar, Uthmani, Ali na makhalifa wote walifanywa bai'a na Waislamu kuungwa mkono kwa maana khalifa. Sasa leo hakuna khalifa. Je, kuwa na amiri wa nchi, kiongozi wa nchi, je Muislamu aweza akafanyia bai'a? Masala ikhtilaf. Kuna wanachuoni mutashaddidin. Mmoja wapo shekhe katika masala haya, Sheikh Al-Albani, anasema haifai bai'a kwa kiongozi yote isipokuwa khalifa tu. Vile vile kuna Sheikh Bakar Abu Zaid, sasa haifai khalifa yote. Ama mashekhe wengine, Sheikh Al-Uthaymeen, Sheikh Bin Baz, wanaona hayafaa kumfanyia bai'a amiri wa zama zetu. Na kuna wengine sasa hayafaa kumfanyia bai'a hata amiri wa jumuiya. Masala ikhtilaf. Taban kunawezekana kukawa na kauli yenye nguvu. Lakini kama huyu kakosea hatolewi ndani ya duara, kambwa huyu ni mtu wa bid'a, mtu wa hivi, sijui kafiri unini, akatengwa, watu wasiswali nyuma yake. Hakuna hili. Hili ndugu zangu kwa ujumla ni katika mambo ambayo leo yameanza kuonekana athari baada ya watu kukosa elimu hii muhimu ya fiqh ya ikhtilafu. Kumetokea kundi leo hapa nchini mwetu wanajiita watu wa manhaj salafu salih. Wao kazi yao kuangalia watu wa sunna, yule ni mtu wa bid'a, yule ni msijua, na majina mengi wamezusha leo. Yule hizbiyu, yule sijui khawariji, yule hivi watu wa sunna. Kwa nini kagombana naye au kakhtilafia naye juu ya masala haya? Mimi nimetolewa kabisa kwenye duara la sunna, kisa nasema kamera yafaa, kuandikisha wanachama yafaa. Nimetolewa kabisa na watu wameambiwa wasisikilize kanda zangu wala mawaidha yangu. Ni mtu wa bid'a kama vile Kadiani au jitu gani. Unaona sasa huu muhimu wa kujifunza. Mtu akijua athari yake sasa ndio kunakuwa na compromise katika maisha yetu sisi Waislamu. Mtu apaswa afanye uadui na watu ambao wameacha manhaji ya Ahlusunna, wameacha misingi. Wewe fanya uadui na Mashia na Makadiani, sawa. Fanya uadui na mutasawifina hawa wanaoabudu makaburi, sawa. Lakini ndugu yako Ahlusunna, msimamo wake kitabu na sunna vile vile kama ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa kuhitimisha muhadhara huu, na waombeni sana tena sana kwa wale ambao wamejenga fikra potovu juu ya uadui baina yetu sisi Ahlusunna, wauondoe na mlango wa nasaha ufunguliwe. Iwe masala mtu kajenga ikhtilafu ambao ni ghairi saighi, afikishiwe ujumbe kwa njia nzuri. Ama wale wenye ikhtilafu ambazo ni saighi, afikishiwe ujumbe. Lakini hatuwezi kuacha kuswali nyuma. Ndio maana wanachuoni wa zama zetu na zama zilizopita hawaoni ubaya kwa watu wa sunna kuswali nyuma ya imamu anayeleta kunuti asubuhi, pamoja na kwamba watu wanaona ni bid'a. Tumehakuleta kunuti hii inayoletwa na watu wa kishafi kila siku asubuhi, ni bid'a. Wametegemea hadithi ambazo dhaifu. Lakini je, kuswali nyuma swala yako mbatili? Wanasaa. Kuna wengine wamechupa zaidi, wanasema hata akinyanyua mkono na yeye nyanyua, pamoja na kuitakidi kwamba sio sahihi, wakitegemea hadithi ya sahaba mmoja aliswali nyuma ya Saidina Uthman, wakati Saidina Uthman alikuwa haoni kupunguza swala kwenye safari, alikuwa anakamilisha raka 4. Yule sahaba aliona kuzidisha ni bid'a, lakini siku moja akagunduliwa anaswali nyuma ya Saidina Uthman. Alipoulizwa, mbona wewe wasema hivi lakini matendo mengine, mbona waswali? Akasema al-khilafu shar. Jawabu lake ni hilo tu, ikhtilafu ni shar. Sasa kuna baadhi ya mambo katika kujumuisha Waislamu, kuleta umoja, unakuwa unatakiwa ucompromise, ujaribu kutanazali baadhi ya mambo ambayo hayakuharibii ibada yako. Yeye ana msimamo wake. Kwa hiyo kuswali nyuma ya mtu anayeleta bismillah kwa jahara si gogoro mbele yetu sisi, au yule asiyeleta bismillah kwa jahara si gogoro. Mahnafi, Mashafi walikuwa wakiswali nyuma baina yao, huyu aswali nyuma ya huyu, si masala ya kutufanya sisi tujenge misikiti yetu tofauti. Hivyo masaili haya vibula pia
Mara nyingi watu wananiuliza, mimi nina msimamo mkali juu ya majishimo haya, naona ni bid'a, lakini twaswali kwenye misikiti yenye mashimo, swala hazivunjiki. Lakini haiwi sasa nyinyi hata bid'a usiswali msikiti ule. Hizi si fatwa sahihi, hizi fatwa za kitoto za watu wasiojua. Kwa hiyo Allah, ndugu zangu, turudisheni umoja, tuwe kitu kimoja ili tuweze kuendeleza hii dini. Hii dini imepata maafa makubwa kwa sababu ya farka baina yetu sisi watu wa sunna. Ikhtilafu zipo, lakini baada ya sisi kuchukiana, kufanyana uadui, ndio hii dini imepiga maktaimu, haiendi. Angalia wakati watu wa sunna walipokuwa wamoja, maendeleo yanakuja haraka. Lakini pale ambapo pana tofauti na iftiraki, angalia tulileta umoja kule Singida, alhamdulillah, Jamaat Ansaru Sunna. Haukuchukua hata mwaka mmoja kukaanzishwa jumuiya nyingine. Watu wamezozana, uadui, kutukanana, kubugudhiana, lakini hili lipo jamaa. Watu kuwa pamoja, kugombana lipo. Masahaba wamekatana mashingo kwa ugomvi, lakini mwisho wa yote as-sulh, wanasuluhishana. Na sulhu khairi, Mwenyezi Mungu anasema. Mwisho wa masahaba wakawa na mwaka mmoja mzima wa umoja, umeita amul jamaa, wakasahau zile ikhtilafu zao zote. Hata Saidina Hassan alikuwa awe khalifa akatanazal kwa ajili ya nini? Umoja wa Uislamu. Lakini hadhari thumma hadhari jamaa. Hatuwezi kuwa wamoja na watu makadiani kisa eti wana adhana kama yetu. Hatuwezi kuwa wamoja na mashia waliopo hivi sasa. Hatuwezi. Lazima umoja uangaliwe, umoja wa kweli wa kamba ya Mwenyezi Mungu. Atasimu bihablillahi jami'an, tushikamane na kamba ya Mwenyezi Mungu. Hawa na kamba ina meno karibu 12 mashia. Sisi kamba yetu ina kamba 2 tu, ina meno 2, kitabu na nini? Sunna. Mashia ukiwauliza sunna maana yake, wao kauli za maimamu pia ni sunna. Katika moja ya fatwa ya mashia kubwa sana, wanahalalisha kumuingilia mwanamke utupu wa nyuma. Ukiwauliza wanasema ni kauli ya Imamu Abdullah bin Jaafar as-Sadiq, na kauli ya imamu ni wahyi, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi. Haya sasa sigogoro hilo. Tuweza tukapatana na watu ambao machimbuko ya dini tofauti? Hatuwezi. Sisi tutakutanika kama ikiwa kamba inayotushikamanisha tunaikubali sote. Lakini hawa wanasema wana Qur'ani tofauti, tafsiri zake na Qur'ani yetu. Qur'ani yetu imefasiriwa na mtume na masahaba. Wewe ukimwambia hii hadithi, aya hii imefasiriwa na sahaba fulani, imefasiriwa mfano na Abu Huraira, akwambia nini? Kichaa mwenda wazimu wa Abu Huraira atanifasiria mimi aya hii? Watu wanakanusha masahaba kwa ujumla, ila baadhi wanahesabu kwa vidole. Haya utataraji mtakuwa pamoja lini? Wao wana dini yao na sisi tuna dini yetu, pamoja na kwamba wanajinasibisha na Uislamu. Lakini kauli ambayo ni sahihi yenye nguvu kwamba hawa rafidha, hawa ni ghulatu rafidha, hawa hawawezi kuwa pamoja nasi. Tukianza mambo yetu kufanya Uislamu, tutataka kuanzisha mabenki ya Kiislamu, ole wetu kuwashirikisha watu hawa, tutapata hasara, kwa sababu watatuletea vitu ambavyo viko nje ya dini yetu. Kwa haya machache natakieni kila la khairi. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad والحمد لله رب العالمين.